sisi tumeshafanya jukumu letu, kwanza la kukusanya fedha na pili kutenga kwa ajili ya kukopesha wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Jukumu hilo sisi tumelifanya. Jukumu lililobaki ni nyinyi sasa, kwamba mnapata hizo fedha kama alivyosema makamu, basi mkazitumie kwenye zile shughuli ambazo mlisema mnaenda kuzifanya. Na kipindi kilichopita tulikopesha milioni 336 na point. Kipindi hichi tumekopesha milioni 318. Na mkurugenzi amesema hapa fedha iliyotengwa ni milioni 500 na. Kwa kuna milioni kama 200 bado zipo. Kwa sababu gani hazijakopeshwa? Kwa sababu watu wetu kule hawajaweka mipango mizuri. Najua waliohitaji kukopa ni wengi, lakini bado walikuwa hawajaweka mipango mizuri na hawana sifa. Kwa sababu sasa hizi nyinyi mashahidi kwamba mnapita kule mnakaguliwa, watu waamini kile mnachokisema ni kweli mtakifanya. Kwa mimi niwaombeni sana nyinyi mnayepewa fedha leo, hizi fedha sio za kwenu, mnazipewa tu ili mkafanyie shughuli yenu, mpate kipato, mzirejeshe ili siku nyingine na wengine wakope na nyinyi mje mkope tena, si ndio jamani? Kwa mimi niwaombeni sana, kikundi hichi kinachokopa leo ndio kiwe cha mfano kwenye marejesho. Rejesheni kadri mlivyokubaliana na afisa maendeleo ya jamii hapa, ili tusianze mwisho wa siku kupelekana mahakamani. Ni aibu jamani, si ndio jamani? Tukopeshwe sisi leo, kesho waje wakope na wenzetu, kesho kutwa na sisi tutarudi tena kwamba mradi wetu umeshakuwa umefika sehemu fulani, tunaomba kukopa tena ili tuendelee, si ndio jamani? Mimi naomba nisiwe na maneno mengi, lakini la mwisho kabisa, maafisa maendeleo ya jamii tuwasaidie watu wetu. Sisi ni madiwani, tunakutana na maelezo mengi sana ya watu wetu, yaani tunawaelekeza ni kama tunajua ni watu wanaoelewa. Hebu tuwafundishe, tuwaingize darasani, tuwasaidie wajikuta na wenyewe wana mtu ambaye anawasaidia. Sasa kama afisa maendeleo ya jamii upo kule, wewe unaona kero, watu wanakuja leo, wanakuja mimi nifanyeje, unaona kero hiyo, haiwi sawa. Kwa hiyo tuwaombeni sana, tuwasaidie hao watu, tuchape kazi, watu wawe na furaha, wampende rais wao. Maana muda mwingine watu wanamlalamikia rais, sasa atafanya kazi mpaka huko, ndio mpo nyinyi sasa. Basi tumsaidie mheshimiwa rais.